Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, karibu katika channel yetu ya Yosh Testimony TV, manake ushuhuda wa Yesu, inayofundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, lipokee neno la Mungu moyoni mwako, lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku kama yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni mwendelezo wa masomo yetu katika waraka wa Waebrania, na leo tuko katika sura ya 8 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Katika masomo manne ya sura ya 7, mwandishi alitufundisha kuhusu aina ya ukuhani na sifa za ukuhani mwenyewe. Tuliona kwamba Yesu ni kuhani aina ya Melkizedeki na ni wa aina ya pekee na ni wa milele, na kwamba ana sifa za kipekee zinazomfanya awe kuhani bora kuliko yeyote ambaye amewahi kuhudumu. Kwa hiyo kichwa cha somo la leo sasa kama mwendelezo ni Yesu kuhani mkuu wa Agano Jipya. Na kimsingi somo la leo linahusu huduma ya ukuhani wa Yesu. Mwandishi ameigawa sura ya 8 katika maeneo matatu muhimu, akiwa anaendelea kubainisha sifa za Yesu kama kuhani mkuu. Maeneo hayo matatu yanayothibitisha ubora wa ukuu wake ni kama yafuatayo. Kwanza, mahali anapohudumu. Hii iko katika sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2 na mstari wa 5b au b. Pili, aina ya sadaka na dhabihu anazozitoa. Iko katika mstari wa 3 na wa 4. Na 3 na la mwisho ni agano analolitumikia. Iko katika sura hii ya 8 mstari wa 6 mpaka wa 13. Na hilo litakuwa somo letu la linalofuata. Kwa hiyo leo tutaangalia mahali anapohudumu na aina ya sadaka na dhabihu anazozitoa. Tuanze na mahali anapohudumu kwa kusoma mistari mitatu. Mstari wa 1 na wa 2 na mstari wa 5b. Nitasoma. Basi katika hayo tunayosema, neno lililokuu ndio hili: tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka na si mwanadamu. Alafu mstari wa 5b unasema, watumikao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Hii ni mistari inaonyesha mahala pa sasa ambapo kuhani wetu mkuu Yesu anafanyia huduma yake. Mpaka hapo, ndugu mtazamaji, tumejifunza mambo mengi kuhusu ukuhani wa Yesu. Kama nilivyosema hapo awali, tumeona kwamba katika sura ya 7 tumeona kwamba Yesu ni kuhani wa milele mfano wa Melkizedeki. Lakini hata baada ya kujifunza haya yote, mwandishi baada anatuambia hatujasikia neno lililo kuu. Anasema hivi: ni kweli mmejifunza mambo mengi na makubwa huko nyuma, lakini katika yote yaliyosemwa, kilele chake au jambo muhimu kuliko yote ni hili: Yesu ni kuhani aliyewekwa rasmi kutumika kama mhudumu mbele za Mungu aliye hai katika hema ya mbinguni. Hilo ndio kitu ambacho tulikuwa tunajifunza au tunaelekea kama hitimisho au kilele cha kujifunza ukuhani wa Yesu. Ni kumkuta kwamba sasa hivi yeye ndiye mhudumu katika patakatifu pa patakatifu
mbele za Mungu huko mbinguni. Kwa ujumla wake basi, waraka kwa Waebrania kwa muhtasari unasema kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai hajaja kuwa mmoja katika mfumo wa kidunia wa huduma ya makuhani ili awe kuhani bora zaidi na wa mwisho kuliko wale wengine, bali amekuja kutimiza na kukomesha mfumo huo ili atuelekeze wote kwake yeye, akiwa anahudumu au anatuhudumia mbinguni kwenye hema au hekalu la Mungu. Kwa hiyo hema au hekalu la hapa duniani na huduma nzima ya makuhani na dhabihu zilizokuwa zinatolewa vilikuwa ni vivuli vya mambo yanayokuja. Sasa kwa kuwa ukweli umefika, inabidi hivi vitu vyote tuviweke kando. Sasa katika mstari wa kwanza kuna jambo jingine muhimu ambalo tumelisoma katika huo mstari wa kwanza wa sura ya 8. Na ni neno kwamba kuhani wetu mkuu ameketi mkono wa kuume wa ukuu wa Mungu mbinguni. Na hili lilikuwa jambo muhimu na la kushangaza kwa Waebrania, kwa sababu katika uzoefu wao hawakuwahi kuona kuhani akikaa katika huduma ya hekaluni. Kwa hiyo kukaa chini kwa Yesu ni jambo la muhimu sana na ni udhibitisho wa ukuu wake na ubora wa huduma aliyofanya. Kwa sababu kiutaratibu na kikawaida kuhani Mlawi hakukaa kamwe. Kwa hiyo nataka usikilize haya maneno kutoka Waebrania sura ya 10 mstari wa 11 na 12. Mwandishi wetu anasema hivi: na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Analotaka tufahamu hapa ni kwamba hakuna kuhani wa mfumo wa Haruna aliyewahi kumaliza kazi ya huduma. Na kwa hiyo hakuna aliyeweza kamwe kukaa chini, kwa sababu kazi haikuwahi kumalizika. Aliendelea kutoa dhabihu zaidi na zaidi, na kwa sababu dhabihu uliyoitoa au unayoitoa ilikuwa inafaa kwa wakati mpaka hapo utakapotenda dhambi nyingine au dhambi inayofuata. Na kwa hiyo mzunguko ulikuwa unaendelea tu, na kuhani hakuwahi au alikuwa hawezi kukaa chini. Na kinachofuata katika mstari huo wa kwanza ni kusema kwamba ameketi kwenye mkono wa kulia wa Mungu. Na kama kukaa kwake hakutoshi, angalia pale alipoketi. Nitasoma sehemu ya huo mstari. Anasema ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Sasa Mungu ana kiti kikubwa cha enzi, na katika kiti hiki alipokaa Mungu, Yesu ameketi mkono wake wa kuume. Kusema mkono wa kuume ni kusisitiza kwamba amekaa sehemu ya heshima. Mkono wa kuume ni ishara ya nguvu. Yesu Kristo ameketi mkono wa kuume kwa kuwa amependwa, ameheshimiwa na kuinuliwa na kufanywa kuwa mfalme na Mungu. Ni ishara ya kwamba Mungu kwa kweli alikuwa ameridhika na kazi aliyofanya pale msalabani. Lakini ngoja tumalizie hii nadharia ya kuketi kwa kusoma mstari mmoja kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 21. Nitasoma. Yeye ashindaye nitamridhia kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda na nikaketi pamoja na Baba yangu
katika kiti chake cha enzi. Kwa hiyo hoja hapa anachotueleza kwa kweli ni kwamba yeyote atakayeshinda, na kama unataka kujua kushinda, unaweza ukachukua nafasi ukasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 5. Na kushinda ni kudumu ni kushinda ulimwengu kwanza kwa kudumu katika imani yetu katika Kristo. Kwa hiyo ina maana tukishinda, na hii inasisimua sana, tukishinda tunaweza tukapanda kwenye kiti cha enzi tukakaa pamoja na Bwana Yesu. Na sio tu kukaa dakika moja kuchukua selfie, ni unakaa na kufanya kazi unayopaswa kufanya pale au inayofanyika pale. Kwa hiyo kwangu mimi huu mstari uona nisisimua na kunipa hamasa kwamba kuna siku tutaweza kukaa na Yesu katika kiti chake. Kwa hiyo hoja ya juu kabisa kuhusu ukuhani mkuu wa Yesu ambayo mwandishi anatuwekea hapa kwenye mstari wa kwanza ni kwamba Yesu Kristo ameinuliwa sana mbinguni na kuketi pamoja na Baba. Hiyo ndiyo jumla ya utukufu wa kila kitu kingine kinachotuonyesha kwamba yeye kwa hakika ni kuhani mkuu kuliko yeyote aliyewahi kutokea. Kitu cha pili ambacho kiko katika nao mstari wa pili ni mhudumu wa patakatifu. Tutasoma mstari wa pili. Mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambaye Bwana aliiweka na si mwanadamu. Mstari unatukumbusha kwamba Yesu anahudumu katika mahali pale pazuri, pale kwa Mungu mwenyewe mbinguni. Yeye hahudumu kwenye hema au kwenye hekalu au kwenye jengo lililotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Anahudumu katika patakatifu halisi. Anafanya kazi ya kuhani, lakini si katika hekalu ya duniani, bali katika makao ya Mungu mbinguni. Hiki ni kitu kinachompa sifa kuliko kuhani yeyote tuliyokuwa tunamzungumzia. Lakini kitu kingine katika mstari huu kinachojitokeza ni kwamba ni jambo la ajabu na gumu kuamini kwamba Yesu Kristo katika utukufu wake wote, katika ukuu wake wote, katika kuinuliwa kwake mbinguni, bado anajishughulisha na mambo ya huduma. Yeye hutumika kila wakati. Anajishusha hata katika utukufu wake wa sasa kwenye kiti cha enzi cha Mungu na kuhudumu kwa niaba yetu. Ndugu mtazamaji, hebu lifikirie hilo na ulitafakari. Maana hapa duniani ukipata ukuu kidogo unapunguza huduma, lakini Bwana Yesu anaendelea kuhudumu. Kwa hiyo na maana hakuupokea ukuu wake kama kitu cha kufurahia binafsi. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mfano mzuri wa nini kinatakiwa wakati ukuu na huduma vinapokutana kikamilifu. Kadiri ukuu unavyopanda, inabidi na huduma ipande. Yesu sasa anahudumu mbinguni kwa niaba yetu. Katika huu mstari wa pili, hili ni neno la kujifunza na ambalo unaweza tukalitumia moja kwa moja katika ibada zetu na katika kazi tunayofanya hapa duniani. Na ni vizuri kutambua hili na kumruhusu Yesu atutumikie, kwa sababu yuko kule kwa ajili ya kututumikia. Mwelekeo wetu wa wengi wetu huwa unalenga zaidi kwenye jinsi tunavyopaswa kumtumikia Yesu. Na kwa hakika ukozi kuna sehemu ya kufanya hivyo. Kwa mfano unaweza ukasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58.
kuona kwamba bado tuna jukumu la kumtumikia. Lakini pia kuna mahala pa kusitisha shughuli zetu nyingi, tukatulia na kumruhusu Yesu yeye atutumikie. Na kwa hilo unaweza ukasoma Yohana sura ya 13 mstari wa 8 na wa 9. Inatupasa kumruhusu Bwana Yesu kupitia neno lake kutuosha uchafu na upata kutokana na kutembea katika ulimwengu uliojaa dhambi na matatizo mengi. Kama kuhani wetu mkuu anahudumu kwa niaba yetu mbele ya kiti cha enzi cha hukumu kama tulivyoona. Kwa hiyo chukua muda, mpendwa mtazamaji, umruhusu akuhudumie, akusafishe. Na kama alimwambia Petro, kama uniruhusu nikusafishe, huna shirika na mimi, huku nje yangu mimi. Kwa hiyo tutulize mioyo yetu, tutulie, tumpe nafasi atuhudumie. Mstari wa 5b na wenyewe unazungumzia mahala pa kuhudumia kwa ujumla wake. Unatoa ufafanuzi wa ziada kuhusu ukweli kwamba hema na huduma ya hapa duniani ni mfano na kivuli tu cha huduma ya kweli ya mbinguni. Mwandishi alikuwa anataka alidhibitisha hilo kwa kueleza jinsi Musa alivyopewa maagizo jinsi ya kujenga hema. Kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 40. Musa alipewa picha ya hema ya mbinguni, akaagizwa kujenga kufuatana na mfano huo. Akafanya hivyo. Lakini kama wote tunavyojua, mfano hata kama ni mzuri kiasi gani hauwezi kuwa sawasawa na kitu halisi. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu anahudumu katika hema halisi lililotengenezwa kwa mikono ya Mungu. Kwa hiyo huduma ya duniani imeitwa kivuli, na hili neno ni vizuri ukalielewa, maana linatokea mara nyingi katika hii sura. Kivuli huwa hakiwezi kujitegemea hata kidogo. Kivuli huwa ni udhibitisho wa kwamba kuna ukweli mahali fulani. Unapoona kivuli unatazama huku na huku na kusema kuna kitu fulani kinachotengeneza hiki kivuli. Na ndivyo ilivyo kwa ukuhani wa Haruni. Ulikuwa haujitegemei wenyewe, bali ulikuwa kivuli tu cha halisi ambayo ni ya mbinguni. Mpendwa mtazamaji, angalau tumia muda kiasi fulani kila siku ukitafakari mambo ya Mungu, mpaka yawe halisi zaidi kwako kuliko mambo ya duniani. Unaweza tu kufahamu mambo ya Mungu kwa kupitia kweli za neno lake. Wakati huo kumbuka umezingirwa na kushambuliwa na vitu vyote unavyoviona duniani. Kwa hiyo inatubidi tuchukue hatua za makusudi kabisa na tuwe makini sana ili tuweze kukuza maono yetu ya mambo ya mbinguni. La sivyo vipaumbele vyetu vitakwenda nje ya mstari. Tutaishia kushikwa na kufuata mambo ya mpito na kukosa mambo ya milele. Linalofuata ni mstari wa 3 na 4 ambapo mwandishi anazungumzia aina ya sadaka na dhabihu anazozitoa Yesu kwa sasa. Tusome mstari wa 3 na 4. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi asingeweza kuwa kuhani. Maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria. Anachokisema mwandishi katika mstari wa 3 ni kitu ambacho tulijifunza huko nyuma katika sura ya 5 mstari wa 1. Na kimsingi anasema kila kuhani anapaswa kutoa matoleo na dhabihu, yani zawadi na sadaka za damu au dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo Yesu, ikiwa yeye ni kuhani mkuu wa kweli, anapaswa kufanya hayo yote mawili. Na katika hili ni moja kwa moja Yesu Kristo alitoa dhabihu alipotoa damu yake
mwenyewe juu ya kiti cha rehema, na kwa hiyo kutupatia msamaha wa dhambi wote tunaomwamini. Kwa hiyo kwa upande wa dhabihu yuko vizuri. Na kwa upande wa vipawa, yani sadaka zile nyingine zisizo za damu, ni kwamba Yesu angali anaendelea kutoa vipawa. Kwa maana hakuna hata mmoja wetu anayeweza kumsifu Mungu, anayeweza kujiweka wakfu kwa Mungu, anayeweza kumwabudu Mungu kweli au kumshukuru Mungu kweli asipofanya hivyo kupitia kwa Yesu. Na daima tunamjia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, na hivyo basi Kristo anaendelea hata sasa kutoa vipawa kwa Mungu. Kwa hiyo vyote tunavyofanya, kuanzia kumsifu, kujitoa kwa kazi yake, vyote tunafanya kupitia Yesu. Na kwa hiyo anapokea hiyo tunachotoa na kukikabidhi kwa Mungu. Kwa hiyo anaendelea na kutoa vipawa kama kuhani yeyote mkuu. Na hilo halina mjadala. Isitoshe, anachofanya mbinguni sasa ndio kinakuwa kiwango. Make hiyo ndio hema halisi. Kwa hiyo hamna haja ya kumlinganisha na kinachofanyika duniani au kilichokuwa kinafanyika duniani. Ila haya maelezo yalikuwa ya muhimu kwa Wakristo wa Kiebrania waelewe kwamba Kristo bado ni kuhani wa kweli. Katika mstari wa 4 mwandishi anaendeleza kusema kama angekuwa juu ya nchi asingekuwa kuhani, maana wako watoao sadaka kama yaagizavyo sheria. Ili na lenyewe ni kitu rahisi kuelewa kwamba huduma ya Yesu ya kikuhani haifanyiki hapa duniani kwa sababu si ya kidunia. Kwa maneno mengine, Mungu ameweka sheria za ukuhani na wako makuhani wanaotoa sadaka kwa mujibu wa sheria. Kumbuka wakati anaandika, hekalu lilikuwa linaendelea na sadaka na dhabihu zilikuwa zinaendelea kutolewa. Lakini anatofautisha kwamba Kristo sio kuhani wa hapa duniani. Kwa hiyo hana haja ya kutoa hizo dhabihu. Na isitoshe hawezi kuwa kuhani wa kidunia kwa ukweli kwamba yeye anatoka katika kabila lisilo sahihi. Na jambo la maana ni kwamba yeye anahudumu mahala pengine, mahala pazuri zaidi, panapofanya ukuhani wake kuwa ukuhani bora zaidi. Nafikiri hiyo ilikuwa inaweza kuwaelewesha wasomaji wake wa kwanza hali halisi. Mwandishi anamwambia Mkristo wa Kiyahudi, kwa nini unajidanganya kwenye vivuli wakati unaweza kufikia ukweli? Make kuhani wako yuko mbinguni sasa. Anahudumu kwenye hema halisi la Mungu. Kwa nini unahangaika na hivi vivuli vya hapa duniani? Na kwa hiyo tunamaliza sehemu ya kwanza, sehemu ya mstari wa 4 wa somo letu, ambalo tulichokiona kikubwa ni kwamba Yesu kuhani wetu mkuu anahudumu mbinguni aliko Mungu, kwenye hema halisi aliyotengeneza Mungu. Na kwa hiyo yuko pale kutuhudumia sisi. Na kwa hiyo tumpe nafasi ya tuhudumie na tujielekeze kwake alipo, badala ya kuhangaika na mambo mengine ya hapa duniani. Tuelekeze akili zetu, nia zetu na kila tulicho nacho huko mbinguni ambako kuhani wetu yupo. Ndugu mtazamaji, tunapomaliza somo letu la leo, kama wewe ni mmoja wa wale ambao hawajatoa maisha yao kwa Yesu, ningeomba sana utafakari maneno ya somo la leo, ambayo pamoja na mambo mengine ni pamoja na kwamba tunaye kuhani mkuu
kuketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, aliyetoa dhabihu ya nafsi yake kwa ajili ya msamaha wa dhambi zako, na ambaye anaishi kutuombea na kutoa vipawa kwenye patakatifu patakatifu mbinguni kwa ajili yako wewe na yetu wote. Hebu muamini upate msamaha wa dhambi na uzima wa milele. Na kama umeamua kwamba unapenda utoe maisha yako kwa Yesu, naomba uombe ombi lifuatalo kutoka moyoni mwako kabisa, ukiamini, na mwisho wake utapata uzima wa milele. Tuombe. Bwana Yesu, nilimesikia neno lako. Ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninahitaji msamaha wako. Naamini kwamba ulikufa katika nafasi yangu, ukalipa adhabu kwa ajili ya dhambi zangu. Niko tayari sasa hivi kugeuka na kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Najikabidhi kwako na kuomba umtume Roho Mtakatifu maishani mwangu, anijaze tumaini na nguvu. Katika jina lako Yesu naomba na kuamini. Amina.